Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu tumeona katika vyombo vya habari swala linaloendelea huko Kariakoo, ambapo kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, makamu mwenyekiti, amekamatwa na polisi. Tumeona jinsi ambavyo wamekuwa polisi ni wengi na wamekamatwa kwa namna fulani ya udhalilishaji ambayo kwa kweli kwa mujibu wa haki za binadamu, sheria, mtu ambaye hakatai kukamatwa hataki kukamatwa kwa njia ile. Na tukio hili limetokea Kariakoo na ni jioni hii na haijajulikana sababu ya wao kukamatwa. Lakini tunavyofahamu ni kwamba walikuwa wanataka kufanya kikao, wanafanya mkutano, na walikuwa wametoa taarifa polisi. Kama ilivyo kwa mujibu wa sheria na kanuni kwamba wanatoa taarifa na baadaye wafanya mkutano wao. Kukamatwa au arrest kwa lugha ya Kiingereza ni kitu cha kawaida na ni kitu cha haki. Lakini utaratibu wa kukamata ndio unakuaga lazima ufuate sheria. Kwa kiongozi kama yule angeweza tu kuambiwa tangulia polisi na kaenda, badala ya kunyanyuliwa mashati na kudhalilishwa kwa namna ile. Hii inafanya wananchi wengi washindwe kushiriki kwenye masuala yao ya siasa, washindwe kushiriki katika haki zao za ushiriki au kwa Kiingereza zinaitwa civic rights. Kwa hiyo tunakemea namna ya ukamataji wa namna hii, lakini pia tunatoa wito kwamba sheria ifuatwe, haki itendeke, na utaratibu unaofuatwa kama ni kupelekwa mahakamani, kama ni mahojiano, basi yafuate misingi ya haki za binadamu.